Wala la kupiga chanjo vipi? Mashekhe mnatuambiaje? Fatwa ya kisheria ya Kiislamu inasemaje? Lakini kila mkitazama Watanzania walio wengi wapata kigugumizi washindwa kuizungumzia chanjo ya uviko 19. Tanzania wamshukia vikali Freeman Mbowe kwa kutumia msiba wa kifamilia katika kiki za kisiasa. Kuna taarifa nyingi sana ambazo zinaondolewa, zinaminywa zisisikike, na zingine tumeshare, tumeshirikisha, tumewasukumia, tumewapelekea ndugu wetu. Kutokea studio za Tan African TV, sauti msikia na Simon Mzonda. Tunasema asante kwa wafuatiliaji wetu na wanaotuandikia, maana ndio faraja yetu. Moja kwa moja leo hii tuna mgeni studio ambapo wanayo mengi ya kuzungumza, lakini kubwa kuliko ni pamoja na kutoa onyo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokuwazuia wa Tanzania ama kuwatisha pale wanapotoa maoni yao. Msikilizeni. Maisha ni ibada. Watanzania tuifanye kwa unyenyekevu. Kaka zangu Freeman Mbowe na ndugu James Mbatia, hivi karibuni tumepata kuwasikia na kuwasikiliza kwa utulivu na unyenyekevu. Kaka Mbowe, pole kwa kumpoteza mwanandugu na mwanafamilia, kipenzi cha familia yenu. Mauti, ibada ya mauti kwa wale ambao tumeweza kuishiriki kwa kupoteza wazazi, watoto, wenza, ndugu na marafiki. Tunaelewa sio swala la kujivunia. Ni aibu kwa ndugu Mbowe kuweza kutumia msiba wa familia kama mtaji wa kisiasa. Kuweza kusimama na kusema kwamba mwanandugu amefariki kwa corona na kujaribu kujenga hoja na kushinikiza au kudai, sio jambo la hekima. Pole katika maumivu ya kumpoteza mwanandugu. Ni aibu kwa sababu kuna mamilioni ya Watanzania na watu wengine duniani ambao wamepoteza ndugu zao kwa uviko 19. Hawana nafasi, hawajawahi na hawawezi kujipambanua kwamba maumivu yao na ibada yao kwa Mwenyezi Mungu inawapa mtaji wa kisiasa. Nafikiri you have lowered your standard very low. Kwa ndugu Mbatia, tumesikia na kufuatilia pia kwa utulivu maoni yako na ushauri wako, lakini unaishi kama mtu ambaye anaishi katika dunia ya peke yake, mtu ambaye wewe unaamka unajipima oxygen level yako. Unathubutu kusema kwamba serikali itoe takwimu kila siku, mikumbo ambayo tumeshuhudia kwa kitambo kirefu sana kabla hata nchi yetu haijaamua kuunda tume ya wataalamu kushauri serikali namna gani ya kuendelea kukabiliana na janga la uviko 19. Nchi zingine ziliweza kuchukua hatua hizo, kutoa takwimu ambazo sio sahihi kisheria. Kwa sababu kama tulivyosema huko awali ni kwamba takwimu zote ambazo zilitolewa kwa makadirio na makisio. Hazikuwa takwimu ambazo unaweza ukaziwakilisha mahakamani zikathibitika kisheria kwamba zilikuwa sahihi. Hakuna nchi yoyote duniani sasa hivi ambayo inaweza ikasema kwamba inaweza ikathibitisha kisheria. Takwimu zilizozitoa zote ni za uviko 19. Hivyo basi unapojaribu kuitega serikali ingie katika huo mtego, ni kupotosha jamii kwa maslahi yako binafsi. Lakini umeongea kama mtu ambaye anaishi katika sayari yake peke yake.
Watanzania wengi ambao umewakejeli na kuwazomea, kwa sababu unachokifanya ni kuwazomea Watanzania kwamba wewe una uwezo wa kuamka asubuhi ukapima afya yako, kama vile unaishi hospitalini, labda wakujengea hospitali ya peke yako, uishi kwenye chumba ambacho kiko kwenye ward intensive care where you can be doing that foolish routine every day. Kwa hiyo nafikiri kwamba kuna haja kwa wale wanaowiwa na kuguswa kujibu hizi tuhuma na uchokozi na uchonganishi mnaofanya, waweze kufanya hivyo pia, kwa sababu mnaipotosha jamii. Na kuweza kumshirikisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, pamoja na kwamba Watanzania tuna utamaduni mzuri wa kufanya utani, kumuita dada mara mama na kufanya kejeli za kudhoofisha taasisi, kuna shida kubwa ambayo ninaiona ni ubinafsi, na mnatumika kama vibaraka. Labda mmepewa misaada na wakubwa wengine ambao mnawaita wakubwa, mnaotaka kuandamana nao katika hii safari ya uviko na itifaki za uviko. Watanzania sio wajinga, wanaelewa na wanapambana na maisha yao kila siku. Hawana muda wa kupima damu zao, oksijeni zao, wala afya zao. Wakati mwingine katika mazingira magumu sana, wakiwa na afya ambazo sio imara, wanaendelea kupambania maisha yao na kufanya shughuli zao za kujenga taifa lao. Iweje leo tuna viongozi ambao mna nyazifa na mamlaka na mna makundi ya watu wanaowafuatilia, kuona kwamba mnaweza mkaje kuwazomea Watanzania kwa namna ambavyo mnafanya? Kama nilivyosema kwa ndugu Mbowe, kutumia msiba wa mwanandugu wakati unapewa pole na Watanzania wote. Tumekupa pole, wengine tumepoteza watoto, wazazi, marafiki na viongozi wetu wamepotea. Lakini hayo yote ni utimilifu wa maisha yetu hapa duniani. Sijaona familia zingine ambazo zimethubutu kutumia misiba ya familia zao kujipa mtaji wa kisiasa na kuishinikiza serikali au kuishinikiza jamii iweze kufuatana na mikumbo ya mabeberu. Taifa letu linajitambua. Taifa letu ni taifa la mfano. Msipoheshimu hayo, hamfai kuwa viongozi, na jamii haihitaji hata kuwasikiliza. Hatukulelewa, hatukufundishwa kuwa wanyonge na kufuata mikumbo ya mabeberu. Tukihoji takwimu, tutengeneze jopo la wanasheria na mahakimu wanaoweza kuja kuhoji hizo takwimu ambazo tunaishinikiza serikali itoe. Vyeti vyote vya vifo duniani ni vyeti ambavyo vinatambulika kisheria. Tunapoandika kwamba mtu amekufa kwa uviko 19, wakati tumekadiria na kukisia kwamba dalili alizokuwa nazo au kilichomuondoa ni hicho, yule daktari anayeweka sahihi yake katika kile cheti anavunja sheria kama haijathibitika kisheria kwamba naam, ni uviko 19 uliomua, sio sababu nyingine ya afya aliyokuwa nayo. Naongea kama mtu ambaye anafanya kazi katika huduma za hospitalini, nafanya kazi katika intensive care unit, high dependent units. Pasipo huduma tunazozitoa baadhi yetu, hata madaktari consultant hawezi kuendelea na hizo ibada zao za kutibu. Tunataarifiwa, tunaambiwa kwamba chumba unachoingia, mgonjwa aliyoko pale ana uviko 19. Una haki ya kukataa kuingia pale au kuingia. Wakati mwingine tunakwenda katika
sehemu zinazotoa hizi service, na tunaambiwa kabisa kwamba sehemu unayokwenda kuna ugonjwa wa uviko 19. Ukikubali kwenda kuwaattend hao wagonjwa, unakwenda unaangalia mahitaji yao na unawaattend, unawapa huduma wanayohitaji, kuruhusu huduma zingine za kitabibu ziweze kufanyika. Nitakuwa mtu wa mwisho ambaye nimeweza kushuhudia hayo yote, kukubali kwamba serikali yetu, wataalamu wameshauri vyema, wamefuata mkumbo wa mabeberu na itifaki za Umoja wa Mataifa ambazo zinashurutisha nchi zote kusujudia itifaki hizo. Hivyo basi, nawaomba wataalamu ambao wameugua ugonjwa wa uviko 19, tukae tuzungumze nao, tuhojiane nao, watuambie chanjo za majaribio ambazo zinashinikizwa na kuhubiriwa zitapakae katika dunia nzima. Tanzania tulicheleweshwa kwa sababu Mheshimiwa Marehemu John Pombe Magufuli kwa hekima yake alichelewesha taifa letu kufuata huo mkumbo. Alikuwa sahihi, yupo sahihi, na ataendelea kuwa sahihi. Kwa viongozi wetu tulionao, kwa mamlaka ya katiba walionayo, wameshauriwa, hawawezi kukataa kufuata ushauri waliopewa, lakini bado ushauri huo tunahitaji jopo la wanasheria na majaji waweze kuangalia kwamba je, walizingatia taarifa zote muhimu ambazo ziko wazi, public information, ambazo zingewapa wao hekima ya kumshauri Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa nchi kuzifuata itifaki hizo, kwa sababu kuna taarifa nyingi sana ambazo zinaondolewa, zinaminywa zisisikike, na zingine tumeshare, tumeshirikisha, tumewasukumia, tumewapelekea viongozi wetu katika majamvi sogozi, na pia katika mamlaka walionayo katika njia za mawasiliano ya chama kinachoongoza nchi. Tunayo haki kwamba je, walizingatia taarifa zote muhimu ambazo ziko wazi, public information, ambazo zingewapa wao hekima ya kumshauri Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa nchi kuzifuata itifaki hizo, kwa sababu kuna taarifa nyingi sana ambazo zinaondolewa, zinaminywa zisisikike, na zingine tumeshare, tumeshirikisha, tumewasukumia, tumewapelekea viongozi wetu katika majamvi sogozi, na pia katika mamlaka walionayo katika njia za mawasiliano ya chama kinachoongoza nchi. Tunayo haki ya kuhoji, kushauri, kukosoa na kushiriki mjadala mpana wa hatima ya taifa letu na janga la uviko 19. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na baraka zake umeweza kuwa kiongozi wetu na kubeba dhamana ya kuiongoza nchi. Wamekupongeza, wamekushangilia na wameanza kukukosoa. Kabla hujawatumikia Watanzania, mtafute Mwenyezi Mungu. Watanzania wanaoipenda nchi yao wanakuombea. Maandiko yote matakatifu yanatudai na yanatulazimu tusipokaidi kutii mamlaka na kuheshimu viongozi tulionao. Hisia za Watanzania
zisitafasiriwe kwamba ni chokochoko, uchokozi wala uchunganishi. Ni haki yao kikatiba, japokuwa tunahubiri kwamba kuna haki za binadamu, human rights, ni pamoja na mwanadamu kutoa hisia zake, maoni yake. Hivyo basi tusiwafanye Watanzania wawe wanyonge, kwa sababu muda wetu wa kutawala na kuongoza nchi ni mchache sana, na historia itatukumbuka. Tunahitaji kupoa na kupona. Katika kufanya hivyo, wapo wengi wanaoamini kwamba hatuhitaji kufuata mikumbo ya mabeberu. Tanzania sio kisiwa. Hatuwezi kuwa kisiwa kwa uoga na unyonge wa kuogopa kwamba jamii ya dunia inatutazama vipi. Tunayo haki ya kukataa yale yote yasiyokuwa mema kwa taifa letu. Tunayo haki ya kuhoji, kushauri na kufanya majadiliano, sio chuki. Uwe na hekima ya kupokea yale mazuri yanayojadiliwa, kuyakataa yale ambayo yanatutoa katika mstari kama taifa linalojitambua, kama ambavyo waasisi wetu waliweza kutoa maisha yao na kusimama imara. Na huo ndio utamaduni ambao Watanzania wameuzoea, ndio itikadi ambayo Watanzania wanaiamini, ndio mila na desturi tulizonazo kama taifa, ambazo tunaamini kwamba bado zina nafasi ya kuendelea kuliko kufuata mikumbo ya mabeberu na wale ambao wanaweza kujiona kwamba ni marafiki. Wanatupenda sana kuliko Watanzania wenyewe wanavyojipenda sana. Mungu akupe hekima ya kuongoza hili taifa kwa unyenyekevu, lakini tusiwatishie Watanzania kwamba amani itakapopotea watafungiwa wao na familia zao. Tusitoe lugha ambazo zinaashiria kwamba kutoa maoni, kushiriki mijadala, watu wanakuwa waoga. Na wakati mwingine watu wanapotoa maoni, baadhi ya watu wanasema kwamba hujipendi. Mioyo ya watu inaona kwamba viongozi wanashiriki katika kuminya uhuru wa mawazo na maoni ya raia. Hatujafika huko, bado tunakana na kukemea.